Sawa, nakuja. Kiukweli baba, hapa nimepaona na nimepapenda sana, ni pazuri. Ila umesema kodi shilingi ngapi? Nini? Chumba baba. Kipi? Hiki. 10,000. 10,000? Haulipi maji wala umeme. Safi. Yaani hiyo nzuri hiyo. Umeona? Sawa baba. Basi nilikuwa naomba utupishe kidogo ili niongee na dada yangu. Mungu awabariki. Usijali bosi Tano. Acha nizungumze naye kidogo tu. Nataka lipe kabisa. Dada, unaona wewe baba yuko sawa? Huyu mzee? Huyu mzee yuko very simple, yuko smart. Ana vipengele kabisa mzee. Labda kama vipengele uvilete wewe. Anaga mambo mengi. Si unamuona alivyotulia? The gentleman anaongea katulia. Kapoa. Tatizo liko wapi? Yaani chumba chote 10,000, alafu silipi umeme wala maji. Au amekosea kutaja hiyo? Yaani hiyo ndo bei yake ya chumba. Alafu labda nikuibie siri. Baba, hapa sio kulipia tena miezi 6. Mimi nalipia mwaka mzima ili tusisumbuane. Nzuri. Ima,
mwenzio muoni? Mbona unampita tu unakwenda unarudi, au ndio dharau eh? Huyu amekufuata wewe hapa, aliposikia umerudi tu yeye amekuja eh? Na imekuwa vizuri leo, inabidi mkae muongee kuhusu swala ya ndoa yenu. Kama mtaongelea chumbani kwenu sawa, na kama mtaongelea hapa basi mimi nitaenda ndani huko chumbani kwangu. Mambo safi. Karibu. Asante. Hivi wewe mwanamke, mbona kwa king'ang'a hivi? Nimesha kwambia muda mrefu tu kuwa sikupendi na wala sikuhitaji, na hii ndoa wanaforce wazazi wetu tu, na wala mimi siko tayari na ndoa hii. Sasa basi acha shobo. Lakini Ema, unajua jinsi gani nakupenda, nakuhitaji, na uliahidi wazazi wangu ukirudi Tanzania utanioa. Lakini cha ajabu umerudi kimya kimya, haujaniambia. Mama, mimi sikupendi na wala sikuhitaji. Mbona unafusi mapenzi wewe eh? Nikwambia kitu kimoja tu, mimi nina mpenzi wangu, nampenda, ananipenda. Kwa hiyo kaa mbali na mimi. Lakini koma wewe tena, koma. Nimeshakwambia tayari, sikupendi, sikuhitaji, na kama inawezekana tafuta mwanaume mwingine kukuoa, na wala sio mimi. Sharti la kwanza, kodi hairudishwi. Sharti la pili, hauruhusiwi kuhama ndani ya nyumba yangu mpaka kodi itakapoisha. Sharti la tatu, hauruhusiwi kuingiza mwanaume yoyote hapa ndani wala kuongea na simu na mwanaume. Sharti la nne, hauruhusiwi kumwelekeza mtu yoyote kuwa unaishi nyumba hii. Na sharti la tano, chooni kuingia mwisho saa 2. Baada ya hapo saa 2 ikifika hauruhusiwi kuingia chooni. Sharti la mwisho, unatakiwa ubaki kwenye chumba chako tu, hauruhusiwi
kugusa chumba chochote, hasa kile cha katikati. Hauruhusiwi kugusa mlango wala kuingia. Samahani baba, nilikuwa naomba niongee na simu mara moja. Mungu akubariki sana. Umenye tano lwekia rurendora mbombo n'ubukifu. Halo. Vipi shoga yangu? Safi. Mzima? Salama. Hebu nipange, umepata hiyo chumba? Chumba nimeshapata shoga yangu na nimeshakilipia, ila kuna masharti magumu. Sidhani kama nitaweza. Masharti gani tena hayo? Shoga yangu, sharti la kwanza, huruhusiwi kurudishwa kodi wala kuhama kabla kodi haijaisha. Sharti la pili, siruhusiwi kuingiza mwanaume yoyote ndani ya hii nyumba wala kuongea na simu ya mapenzi nikiwa ndani ya nyumba yake. Sharti la tatu, na kubwa kuliko, siruhusiwi kuingia chooni ikifika saa 2. Kwa ikifika tu saa 2, chooni no kuingia. Na kinachoniumiza kichwa sana sana, siruhusiwi kumwelekeza mtu yoyote ninapoishi. Shoga yangu, naona shemeji yako anapiga hapa. Naomba niongee naye afu ndakurudia. Halo. Niambie mke wangu, hicho chombo umeshapata? Ndio mume wangu, nimeshakilipia tayari, nimeshahamia. Sawa. Mimi nimesharudi tayari, na hapa ninavyoongea na wewe nipo nyumbani. Kweli mume wangu? Jinsi venye nilikomesi, natamani hata tuonane mapema. Nimekomesi pia. Basi si ndo tuonane. Basi sawa. Ngoja nikae na mama kidogo hapa, alafu tutaonana mimi na wewe. Mume wangu, basi sikawi. Acha mambo yako basi. Haya mume wangu, nakupenda. Nakupenda pia mke wangu. Oh la la la, oh la la la. Mapenzi ni nini? What is love? Kwani mapenzi ni nini? Yeah. What is love? Unaweza ukawa tajiri na bado ukatendwa. Unaweza ukawa masikini na bado ukapendwa. Kwani mapenzi ni nini? Oh yeah. Kwani mapenzi ni nini? Yeah, yeah. Kwani mapenzi ni nini?
Sandra, mambo Poa, wangu za siku. jamani, kumbe leo umehamia huku? Nimehamia lakini sio siku nyingi sana. Unaishi nyumba gani hapa? Naishi mtaa wa pili tu hapo, hata sio mbali. Wanakuta kwa mzee Tano. Tano? Kwa Tano. Kwani mnafahamiana? Hapana shogangu, hata simfahamu. Ila nitajitahidi nje nikutembelee nipajue unapoishi. Karibu mwaya, mimi utanikuta. Asante shogangu. Haya, mimi naenda zangu kuemea. Shogangu wai. Umenye Tano. Karibu. Asante. Dada, inaonekana wewe ni mgeni hapa. Kaka, ina maana wewe wageni na wenyeji wote unawajua kwenye genge lako? Hapana, mimi wateja wa gengeni kwangu nawajua. Kwa hiyo nilikuwa nataka tu kujua unaishi wapi, kwa sababu sura yako ni ngeni machoni mwangu. Hata nikikwambia haikuongezei chochote wala haikupunguzii kitu chochote. Pata hela yako, naomba chanjo yangu. Dadangu, soko baya kama mteja wangu tu. Nilikuwa nataka kujua unaishi kwa nani? Haya, naishi kwa mzee Tano. Umeelezeka? Mzee Tano? Ndiyo. Hiyo mbaya sana. Dadangu, kama unaishi kwa mzee Tano, hii pesa yako chukua. Na hivyo vitu vyote hivyo bure, nenda navyo tu. Sasa nitachukuaje vitu bila kulipia? Yaani huyo mzee hapa mtaani tunamheshimu mno. Akenda dukani, akija hapa gengeni kwetu, tunampa vitu bure. Kama na wewe ni mtu wake wa karibu, basi wewe nenda tu. Si ndio kicheko? Dada, wewe nenda navyo tu, wewe nenda navyo. Tutaki mpwimbu hapo, wewe nenda navyo. Baba, Nilo, usingerudisha ile hela. Hapa ingekuwa mpwimbu mtupu. Bwana rudisha. Dada wewe, dada, hebu nisubiri basi. Mimi sikutongozi. Dada wewe, dada. Nisubiri bwana.
Samani dada yangu, ulisema unakaa nyumba gani vile? Hivi nyie watu wa mtaa huu mkoje? Hakuna. Unajua mimi ni mtu mwenye huruma na ninapenda watu. Alafu pia mimi mwenzio unavyoniona hapa, kukaa na jambo mimi siwezi. Friji langu ni bovu, haligandishi kabisa yani. Hasa mimi sikuelewi. Hivi zipo kweli kichwani? Zimekamilika kweli? Au ndo moja ipo moja haikai? Amna dada bwana, mimi sio zero brain. Alafu kwanza kwa yule mzee umepanga au wewe mwanawe? Hilo swali najiuliza sana, nataka majibu. Haya, nimepanga. Alafu naomba uongee ulichonisimamishia hapa, nataka niwe nikapike. Mbaya! Hiyo mbaya sana. Dada yangu, umejiingiza katika mdomo wa mamba wewe mwenyewe. Yaani yule mzee ni Si uniambia yule mzee kafanya nini?